maisha yetu. Isipokuwa roho yako ambayo inatukokota kuja mbele zako ili tuweze kupata neema toka mbinguni, nani angeliweza kufika mahali hapa isingekuwa umemuita Bwana na kumwezesha? Tunakushukuru kwa ulinzi mkubwa, tunakushukuru Bwana kwa matendo ya ajabu, tunakushukuru Bwana kwa hekima unatupa, tunakushukuru Bwana kwa akili umetupa, tunakushukuru Bwana kwa yale unayoyafanya siku baada ya siku katika maisha yetu. Tubariki Bwana muda huu. Baada ya kuabudu tumekupa chakula chako, nawe umeandaa chakula chetu. Tubariki chakula hiki. Roho Mtakatifu mwalimu awe tena mwalimu mkuu mahali hapa, atakayetufundisha, atakayetuelekeza, atakayetukumbusha yote uliyosema, atakayetufunulia yale unayotaka tuyatende, ili tuweze kuonekana tumekuwa watiifu mbele zako, ili tuweze kuonekana tumekuwa wana wale walio wanyenyekevu wa ufalme wako, ili tuweze kuonekana alama na picha shamba zako zimeishi katika maisha ya kila mmoja wetu. Neno lako ni kweli Bwana, acha litawale mioyo yetu ili tuweze kutakasika katika kweli hii. Bariki wote watakaopata neema ya kusikia neno hili na kulishika na kulitendesha. Bwana, waone matokeo mazuri, Bwana waone mbingu zikifunguka, Bwana waone maisha yao yakiwa ya furaha, yakiwa ya amani ndani ya Yesu Kristo. Kwani tunaomba na matumaini tukikuabudu na kukuimbia kwa shangwe ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwezesheni mupate raha kila mmoja nyumbani wa mume wake. Akawabusu, wakapaza sauti zao, wakalia, wakamwambia hapana, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naomi akasema, rudieni binti zangu, kwa nini mtakwenda pamoja nami? Kuna wana wengine tumboni mwangu, wawe waume wenu. Rudieni binti zangu, kwendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama nilisema, nina tumaini hata nilikuwa na mume usiku huu, na kama nikizaa wana mtawangosha hata watakapokuwa wakubwa, mtawangosha msiwe na waume. Sivyo binti zangu, maana ninaona uchungu mwingi kwa ajili yenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Kisha wakapaza sauti zao, wakalia tena. Oripa akabusu mkwewe, lakini Ruta akapambana naye. Aliye na kalamu aweke hapo mstari. Lakini Ruta akapambana na. Tazama, shemeji yako amerudi kwa watu wake na kwa Mungu wake. Rudi wewe ufuate shemeji yako. Ruta akasema, usinisihi kukuacha wala kurudi nisikufuate, maana pahali wewe unapokwenda nitakwenda, na pahali wewe unapokaa nitakaa. Utakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pahali utakapokufa nitakufa, na pale nitazikwa. Bwana anitendee hivi tena, kama ila kufa tu kutatutenga mimi na
alipoona alitaka sana kwenda naye, akaacha kusema naye ni neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Asubuhi ya leo tukiendelea somo letu, tunapata neema kwa siku hii ya ile ya juma, lakini siku ya 5 ya semina, kuzungumza juu ya somo ambayo inasema juu ya msimamo halisi. Msimamo halisi ya mtu aliyeitwa na kutambua neema ya Mungu kwa watu wake. Msimamo halisi. Msimamo halisi, hapana msimamo wa kusingasinga, lakini msimamo mwenye iko bien determiné, yenye unajua kwa nini imefanya hivi. Msimamo halisi ya mtu aliyeitwa na kutambua neema ya Mungu. Hii ndio tunazungumzia, na tutakamata picha ya hili familia la mtu ambaye anaitwa Elimeleki. Katika somo hili tutazungumzia neema inayoambatana na mtu kadiri tulivyoanza mwanzo, na neema inayoambatana na mazingira. Tutarudia tena hapa, sababu katika mashairi haya wanatufunulia haya mambo mawili, yanawekwa wazi tena katika somo hili tuweze kujua, alafu baadaye tutaweza kumalizia juu ya msimamo, na itakuwa ni mwisho ya somo letu ya leo. Wakristo tunataka tujue, tufahamu tena ya kwamba mazingira unayoyaishi inaweza kuwa na influence kwa maisha yako. Kwa jinsi na mazingira yenye mtu huko hapo, unaweza kuwa na influence kwako. Unaweza kubadilisha mazingira yenye unaishi hapo, jinsi mazingira inaweza kubadilisha. Inatokana nani kati yenu ninyi wawili ambaye ana uwezo mkubwa kuliko mwingine. Mazingira yanakuwa na uwezo kuliko, inaweza kukubadilisha. Na wewe ukakuwa na uwezo kuliko mazingira, unaweza kubadilisha mazingira yako. Acha nitoe mfano. Kuna watu ambao wana haraka na parcel, anasema ndio ifika kwa hii parcel sio zake tena tena. Sawa? Na mwingine anafika mwana, yeye anakuwa na ndoto yake. Hapo ninasema kila mara ukiwa na parcel ya vile bahali ya kuipata kwa mwingine, mtu unalipa haya. Jumia anaishi mwana na salama, sababu niko na Yesu ndani yake. Nimeona watu ambao walikuwa Wakristo wakiwa Butembo, waliishi Ukristo, wakatoka Butembo wakafikia hapa Uganda, Ukristo ukapotea. Nimewaona watu wengi sana ambao pia walikuwa hapa Butembo ni Wakristo, wameenda Dubai, wanaishi Ukristo. Mazingira ya Dubai haikuwabadilisha. Na kuna watu wengine ambao wanaishi Ukristo hapa kanisani, wakifika Msandre vile Ukristo unaishi. Sema mpaka pale tuko pamoja. Ndio. Donc mazingira inaweza kukubadilisha. Kishi na wewe unapaswa kuweza kubadilisha mazingira. Haleluya. Nimesoma haya maandiko mzuri, nikajifunza juu ya mtu ambaye anaitwa Elimeleki. Elimeleki anatoka Bethlehem. Shida ya kwanza yenye ndugu yetu Elimeleki anaifanya ni kutoka Bethlehem, akaenda ingia katika nchi ya watu wa Moabu. Hii ndiyo shida kubwa ambayo baba Elimeleki aliifanya, sababu unajua wanapatiana jina kulingana na hali yake inalizaliwa ama ile mama yake alipitia wakati alikuwa na nini. Majina zinapatana na mazingira. Ndio maana unashanisha mtu ambaye toka Nzira, maana yake alizaliwa kwa wapi? Na hawaya kuambia unataka sasa huyu mtu bali mzaliwa kwa njia. Jina inaambatana na circumstances
Nataka leo sema huyu mtu ndio hivi kishi alisaidia. Hata wao mchungaji atakwambia unasema kwa naenda chani na umepata nini? Kuna watu ambao wanakosekana na presence ya Mungu, ukienda kumtembelea anakuambia nyenye ninaacha. Asema kishangaa alikufa njaa na mloma alikufuata juice. Na mwa ile chuma nyingine tulisika mtoto wa kante. Na mwa ile anakuelezea miezi 3 nasema mlomo yenye huko hapo, yenye huko napitia. Pole. Ikiwa Biblia inasema katika kitabu ambacho Paulo aliandika kwa Roma, kitu gani kina uwezo wa kutenga na upendo wa Mungu? Kitu gani? Wanauliza je, kifo? Je, ni njaa? Je, ni Kristo? Ni ukosefu, ni utupu, ni magonjwa? Mama haonekana tena. Basi baba endwala mimi huko nafika kwa mariaji. Basi baba emiji basi emiji kanisa na uko naenda ulisha kukalimani emiji kakiteni kuita. Ukimsikia anaeleza nini inaacha unampa leso. Elimeleki anatoka Bethlehem na Esther alibakia Bethlehem bali kufaka shule jana. Unawaza wote wengine wanakuja hamna wanakufariji. Hamna magonjwa huko. Erere kubwa Elimeleki anaifanya ni kutoka Bethlehem na kwenda Moab. Unajua maana ya Bethlehem? Maana yake nyumba ya mkate. Hii ndio maana ya Bethlehem, nyumba ya mkate. Maana ya pili ya Bethlehem, unajua ilikuwa inaandikwa ya kwa wafalme wote walikuwa wanatoka Bethlehem. Kuna neema zingine ambazo zinaambatana na mazingira. Kuna mazingira Mungu ameitakasa, kuna mazingira Mungu ameibariki, na ukiishi ndani yake unakuwa mbarikiwa. Kama hili kanisa limetakaswa na Mungu, limejengwa kwa ajili ya jina la Yesu, ukiishi ndani yake, ukifika ndani yake, ukiwa na zoezi, unatoka na neema hapa. Hili kanisa limejengwa kwa kusudi. Kisimusha ikala pale, kuko neema yenye mshapata na hamu ya omba. Tukisimusha ikala pale, sio hii kanisa, hatukuishengaka shakukulia kwa mariaji. Tuliishengaka, jina la Yesu liishi kwa milele hapa. Na wenye watafika hapa wakutane na Yesu. Wenye wataingia hapa waone neema ya Bwana. Wenye watakuya kani watoto watoke wamepona. Kisha umeikala pale, ile neema iko juu yako. Kama mtu anaweza kuingia kwa mfumo, anatoka hapo na hakufanya kuyamo, akumbe mtu anaweza ingia kwa presence ya Mungu na haukusema kitu, unatoka na uko mbele. Amen. Haleluya. Amen. Najiuliza kwa nini huyu kijana baba Elimeleki anatoka nyumba ya mkate kwenye mikate, kisha anaenda nchi ya laana ya mauti. Moab signifie un pays idolâtre, un pays sans Dieu, un pays délaissé, un pays de malin. Ndio maana ya Moab. Elimeleki hakupewa neema ya kuona neema iliyo katika Bethlehem. Hakupewa hiyo neema, na kati yetu kuna watu ambao hawajapewa neema ya kujua, ya kuona neema ya Mungu ndani ya mazingira kama na hii. Wengine wanachoona kama etisomo, etijengo tu. Mungu iko fashi yote. Pastor,
Inaandikiwa kwa Biblia. Toa andiko. Inaandikiwa kwa Biblia kwa Mungu kama ulisoma yote. Inaandikiwa kwa Biblia ya kwamba Mungu anasisimua mahali pote. Mungu iko mahali pote na haonekanake mahali pote. Tunafuatana wazo vizuri kanisa. Tukubaliane kisi Mungu anaweza kuwa mahali pote. Lakini hajifumuake mahali pote. Elimeleki anaacha neema, hakupata neema ya kutambua, hakuwa na mshimamo yake ilipotea kwa sababu hakujua mahali alipo. Ndio maana watu wengine wanacheza kale Mungu amewapatia. Unaweza alibisha ile Mungu amekupatia. Mungu anaweza kuwa haya kupatia dolari na amekupatia sante. Wewe uko unajiminya minya utia hauyaona neema ya Mungu. Itwe bahanya, nani alikwambia uko mwanya? Unaweza kuwa haujapata watoto lakini umepata ndoa. Toa sadaka za shukrani. Kuna wengine wamekosa hata hiyo ndoa. Na kuna wengine wamezaa, wanasema hata basi Mungu singezalaka. Sina ulikuwa. Elimeleki anaenda, anabeba familia, wanaenda promenade, wanaenda katika nchi ambayo imelaaniwa. Neema iliyokuwa inampa uzima Elimeleki na familia akaiacha Bethlehem. Unajua ulinzi wa maisha yako haiko juu na mpaka mbele ulale. Unipe masikio wa Kristo natafuta kusema jambo gumu. Kuna wale watakataa lakini ni amina. Na wale ambao wamekomaa wanaojua Mungu watakubaliana pamoja nami. Na kuambia Mungu hatulindake tuliomba. Mungu hakuproteja usiku juu ulimuomba. Unaweza muomba usiku mzima na hata kuproteje. Kuna maombi yenye Mungu hasikia. Lakini Mungu anaproteja watu kwa sababu wamefanyika kuwa wana wa ufalme. Wewe mpagani unaweza omba mbele ulanda wanakuniga, wanakuikala usiku mzima unaomba mbele ya nemashi. Mie ninakuya, ninalala bila kuomba, ninalota mbinguni. Kama nisikie inafuata kwa juu yako siku umeambatana na Yesu. Anasema na walinda kama mboni ya jicho langu. Haiko shughuli yako, hapana. Anawalinda kwa sababu umefanyika kuwa wana. Kama hauko mwana hata ukiomba hakulinda. Nataka munisikie nini? Ndio maana wenye wataenda moto na wanaomba. Wamini wakaenda moto na ni waintercessor, wanaomba kwa kufunga na wanatabiriana. Biblia inasema vile vyote havikufanyake kuwa watoto wa Mungu. Kitu kimoja kinachoacha unafanyika kuwa mwana wa Mungu ni kuamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuishi kulingana na mapenzi yake. Hii ndio inakufanya kuwa mwana. Nauliza mama moja, mama nakuuliza swali. Ngono na huko na huko. Unachukaka mtoto akwambie jugu ashiri. Unafataka ashiri swali. Mtoto wangu. Juni mtoto? Hata kama haseme mama, ukiona tu. Utake Yesu iko naona maisha yako, hawezi ruhusu hata demoni kuguse. Taka Yesu iko naona maisha yako, hawezi ruhusu mtu mbaya akutawale. Anakuangalia kwa ukaribu, ulinzi wa mbinguni kwa yako na hauyaomba.
tufanye mazungumzo na hatulindwe ndani ya maombi, tunalindwa katika kuzaliwa wote ndani ya Kristo. Natoa mfano mwingine. Mama unatembea, unaona wanatoka mtoto mwenye haujui, unaweza kuingia mbio, angalia tena, unaweza sijui kuya kwa neema kama huku na karoho moja tunaweza unapikia mtoto wako, hauwezi uliza, utakuwa nauliza kwanza, nausha kama hata kama ni baba. Lakini wakati ukisikia unaweza unapikia mtoto nini kwe. Kuna wapagani ambao Mungu anawasiliaka huruma mwa ile sasa, anaweza huko mnapigia huyu. Kwetu sisi les enfants légitimes hatunako kuuliza Mungu, na Mungu hasinzia mchana na usiku halalaki. Ndio maana nyote mlio na Yesu mko wabarikiwa, nyote mlio na Yesu mko watu ambao kuna neema, nyote mlio na Yesu mjivunie Yesu. hatumwachi, hatutoke, umakirire ule Yesu dia. Usikuwe naomba tu mnaogopa shetani. Mnaomba tu ni shuti inahitajika kati yako wewe na Baba kuwa ndani ya mahusiano. amina. Haleluya. Mungu kwa jina la Yesu unilinde usiku, shetani asinipate kwa jina la Yesu, amen. Achana na ile maombi. Pale unaongea na Baba yako nini? Amen. Fika mbele ya Baba, zungumza na Baba, fanya deposhe, muulize Baba unataka tena nini, atakwambia. Mais la Bible dit qu'il à cause des problèmes. Nous les enfants tombent à cause des problèmes. Alléluia. Waamini walio waseme amen. Nakuambia naona wengine waseme amen. Hawajakombolewa na Yesu. Wakombolewa waseme amen. Mtu anakuwa anazijua kama hauko mkombolewa unanyamaza. Elimeleki akaenda pamoja na familia. Biblia inasema ya kwamba wakafika Moabu. Walipofika Moabu, Elimeleki akakufa. Sababu maana ya Moabu ni kifo. Unatoka kwenye uzima unaenda kwenye kifo. Elimeleki anatoka, anaenda Tanzania, anaboresha maisha. Kumbe na hivyo natimiza andiko la kusema atakaye jitafutia uzima ataupoteza. Atakaye tafuta uzima ataupoteza. Elimeleki anaenda kufia Moabu. Hatujua alifanya miaka ngapi akakufa, alikufa haraka. Watoto wake ndio walifanya kabisa Moabu. Elimeleki alikufa mapema. Akakufa, akazikwa, na watoto wakaoa mabinti wa Moabu. Baada ya miaka 10 wakakufa, sababu hata kama ni watoto wa Bethlehem wameenda jiunga na watu wasiokuwa sawa, wameenda ishi mazingira isiyokuwa sawa. Uko Mkristo, uko dada Mkristo, mpaka Mkristo unapata kazi motel, unakuwa servant wa motel, utakufa sida, utakufa mapema. Uko Mkristo, leo unakubali kuwa na shida mkishe. Umeokoka sawa, hatukatale, umeokoka baba, hatukatale. Unajenga nyumba yako, unaifanya moloshema. Yenye watu watakuwa wanafanyia ndani usirifu, umeokoka, hatukatale. Na nyumba yako wewe unashenga nyumba yako, umeokoka, kanisani unatoa sadaka, ubarikiwe, asante. Lakini ndani ya nyumba yako kuna mabutiki na wanauzisheka mapopo. Siku moja nilisema vile kwa kanisa la Virunga, kwa moja kanisa pastor, pita pale, pita pale, pita pale. Nikamwambia hapa sipiti, nitamwambia kweli.
Simuko na mabutiki kwa tunasema wale Mungu akawabariki wamejenga nyumba. Na nikienda pita kusini na butiki zimefeli wewe. Sitakuta mwito na mashimoki. Na mawe. Baba haleluya. Amina. Amen. Napotea baba. Baba haleluya. Basi kidogo nipatie amen abie wewe ndio mwenye unanipatia amen abie. Haleluya baba. Mungu amekupa neema, umepata baraka, lakini ile baraka inaweza kuwa laana kwa maisha yako. Wengi kati yenu dada yako ameanza fanya biashara yake pale Luembe. Nilitafuta sikia kama ameacha uzisha ndani pombe. Nikasimama kama nabii wa familia. Nikasema kwa jina la Yesu, sijaona mtike yako. Kama ndani umeweka pombe ukufe masikini. Haya Mungu. Nilisikia kama ameweka pombe ndani ya mtike. Nikamwambia jamaa letu la kikuhani, hatuwezi uzisha kitu. Ile tunajua jinsi ni mbaya. Kama iko ndani nakupa mwezi tosha. Usipotosha milango itafungwa. Amina. Na nyinyi mnaonisikia mlio hapo, wanaofanya kazi kama Naziri nazifunga kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mwana mtakase nyumba zenu, mwana mtakase mabutike zenu, wajue ya kwamba hii butike ni ya Kristo. Sijaona mtu ambaye alishenga nyumba ambaye ni Muislamu kisha na anamferu ndani mtu mwenye atafanya na sheria Mungu. Ushamuona? Muislamu anashenga batima kisha na fer ilokate watu wa kuzisha nguruwe. Mwenye shaka muona ni nani? Nani shaka unaona Muislamu mwenye anafungula busheri anatia nyama ya nguruwe? Nani shaka muona katikati yenu wa Kristo? Kwa nini nyinyi mnauzishaka vitu vya unajua hizi si halali kweli? Unajua hizi ni vitu haiko havyo na mnashiruka navyo. Elimeleki alijua ya kwamba Moabu ni nchi ambayo Mungu haiko hayo, Mungu haikalake hayo, Mungu haonekanake hayo, lakini akaenda hayo juu ya madashi ya chakula. Ajabu la kushangaza, Elimeleki akaacha chakula. Elimeleki akaacha chakula. Ijulikane ya kwamba tumemjua Mungu. Ijulikane ya kwamba tumemheshimu Mungu. Ijulikane ya kwamba tumemtii Mungu na tumemjua Mungu. Ijulikane. Kitu ambacho Mungu amekupatia usikitumie kwa ajili ya kuharibu mazingira yako. Usikitumie kwa ajili ya kuharibu mazingira ya watu wengine. Elimeleki akakufa, watoto wakakufa, Naomi akawa mjane, na wale walioingia wakawa wajane. Kitu moja nafurahia ni hali ya Naomi. Naomi alipoachwa alijua, Naomi alijua ya kwamba ni mkono wa Bwana ndio imemfanya vile. Naomi hakutaka mlozi wa kuloga watoto. Kuko watu wenye wiko napata mamaleo wanatafuta walozi wa watoto. Shangaa shakaja sasa. Na unajua kitu kilikuwa trapu nikaushaka toroja na mimba. Na unasingizia shangazi. Na furahia titile ya huyu mama Naomi akasema ni Bwana ndiye amenifanyizia hii. Unajua ulipokuwa binti ulikuwa na kunya madawa ili usichukue mimba. Unafika nyumba unakosa mimba na unakuja singizia hapa watate yako wakashingizia mshakazi. Sukuye uombe msamaha, uombe rehema. Unajua vizuri, unajua chanzo ya maisha yako, unajua chanzo ya problem, unaibebesha watu wengine.
akikuombea hautaona kitu. Kitu kilichomsaidia Naomi ni wakati alijua vrai problem na akagunja mkia, akarudi wapi? Akarudi Bethlehem. Na akapona. Kama unajua vrai problem yako, acha kuipatia watu wengine. Affair kuibebesha watu wengine haitamaliza problem. Hiyo. Uibebeshe Yesu. Ambia Yesu, unajua nilipokuwa kijana nilikunywa pombe ya mingi. Alafu kama maini imeoza haiko sumu, ni pombe. Mungu nisamehe, nikikufa nikuone, na ikikupendeza unaweza kuniponesha. Unatulia pale, basi akaruha, akakawapi wewe bani na unashua kisi, unakunywa pombe ya siri. Kuna binti moja sijui nimewapa hiyo ushuhuda. Binti moja nilimchunga Goma katika huduma moja ambayo inaitwa Gofeli. Nilikuwa nimeenda kukusanya vijana na waimbiza katika injili, katika mwenendo wa pamoja na Mungu. Dada moja akakuja, kuna mwingine mama alimsasimilisia kama shona katika atelier hii ya kushonea ndani. Dada huyo akakuja, nikamuonya sana, nikamuhimiza sana kumfuata Mungu. Baada ya miezi karibia 8 akarudi ndani ya dunia. Huyu dada nikamuonya, nikamfuata, nikamwambia unarudia dunia, unaenda kufa Rashe. Akakataa. Ni mtoto wetu wa hapa lakini alikufia Goma. Nikaona huyu dada, nilipewa neema ya kumuonya, nikamwambia usirudi ndani ya dhambi. Biblia inasema ukionja utamu wa Yesu na ukarudi, yeye utaona hautaieleza. Akaniambia pastor, acha kuniogopesha, na mimi nilikuwa kijakazi, mimi najua vile vyote. Nikamwambia mimi sikuogopeshe, na kuambia ukirudi unakufa na sida. Akarudi. Akarudi katika sasa. Mimi nikikuona nataka kusikia na kusimu ndani ya kichwa. Ni vile tu. Baada ya miezi, sikumbuki ilikuwa miezi ngapi, nikasikia dada huyu Rachel ni mgonjwa. Rachel ni mgonjwa. Anarudi hospitali, juma moja anagombolewa, tena anarudi hospitali, juma moja anagombolewa, tena anarudi hospitali. Siku moja akajua ya kwamba hali inaharibika. Akasema muniitie Pastor Josué. Waliponiita nikakataa kwenda, nikamwambia sitakuja. Sitakuja. Nikauliza Rachel kufanya, nasema basi ni sumu, nisema haiko sumu. Mwende muulize vizuri, anajua magonjwa ambayo yamempata. Uko humu unaishi kusaka, uko Mbaraka, uko hapa unanisikia. Unaishi ndani ya uchimbi ndani ya ndoa yako. Achana na dhambi. Achana na dhambi na uwezo ya kuua roho, nafsi na mwili wako. Dhambi na uwezo ya kupoteza uzima wako. Dhambi ina uwezo ya kukutenga na Muumba wako. Imemuua Elimeleki kutoka kwenye neema na kuenda mahali ambapo hapana neema ya Mungu. Baada ya siku zikapita, akagombolewa huyo dada. Alafu nikitembea, unajua dada mwenye alikuwa msika wa mzuri kabisa. Kwani alikuwa mzuri, alikuwa na nywele za mzuri. Hapo ndipo nimeona salode kwa fire haina motondesi. Akumbe mtu unaweza katika manywele na hawakukua fire. Hizi nywele zinaweza isha kukichwa na sikwenda msalode kwa fire. Dhambi ina uwezo ya kusimaliza kwa kichwa. Sawa. Na mimi nakuwa wanupala. Nikitembea siku moja, niko napita barabarani, nikasikia tunapishana na mtu. Sasa amebadilika. Hawezi kujua kwa urahisi tena. Lakini yeye alijua sababu tuliona Yesu akibadilika. Nikasikia mtu anaita Pastor Josué. Sauti ya wahubiri. Wewe mdada uko na sauti ya wahubiri, unaitosha wapi? Pastor Josué. Nikaona kama ni msemo
akanisimamisha. Akasimama, ametoa pastor Jesus, ananisha manani. Nikasogea vizuri, nikamwangalia kwa ukaribu. Akasema, "Ushanisahau kweli?" Mimi nakaza macho. Hapa kushakuwa violet, hapa kuko noire, hapa kushakuwa kwa shokola. Ninamwangalia nywele kichwa lupana odiresha ole mfini. Zambi. Cheza na zambi. Wanasema kesho utalia. Cheza na zambi. Kesho utalia. Nilipomwangalia nyakati fulani akatambua simtambue. Akasema pastor ni Rachel. Upepeo ikipita ananikanini. Rachel, umekufa nini? Nilikuambia nini Rachel? Sasa tena pastor unaanza yako mimi naye. Rachel, nilikuambia umekufa nini? Kisha nikamwambia moja inakubakilia ni kutubu. Akapita. Baada ya nyakati opeta. Wananiita nakataa kwenda kweli nikataa kwenda. Sababu Biblia inasema mtalitafuta neno mtalikosa. Leo tuko na wahubiri kwa bure, siku nyingine mtatuita hautatuona. Walimtosha Mopeta, wakaja singizia sumu na mapepo. Basi washampa roho, nacheka mie kimya. Hakuna mapepo wadii. Asa niko naona vipi na mnaenda kufanya hallucination. Na mnafere kwa watu kama unaona mashetani na unajua kisi ni sida. Unajua bien. Jomani wanakuya. Na maombashi wenye hawana macho kwa jina la Yesu. Na unashua kisi ni sida, unashua. Alipoenda sema jomani wanakuya. Wakamchukua. Sauti haitoki vizuri, asante sana. Wakamchukua, wakamleta Virunga akuye aombewe, sababu Goma na kanisa ambazo zinaheshimiwa katika maombi Virunga iko miongoni. Wakamleta Virunga, jambo la kushangaza, mimi ndio niko nahubiri tena Virunga. Amen. Walipomwingiza basi muombe, mkanisa likasema ule haikuwa kuombewa. Hakuna pepo awaambie atubu, sababu kufa atakufa. Akaniangalia hivi sawa, kumbe ina gonjwa, niko na kabeba hivi. Na unajua sana. Cheza na zambi ndugu yangu lia. Cheza na zambi. Zambi ina uwezo wa kupunguza miaka. Zambi ina uwezo wa kuua mapema. Kumwacha Bwana unakufa mapema. Wakampenda mkasiri. Wakaenda msikiliza. Akatubu. Baada ya kumkaza, pastor amesema tuambie kwanza. Unapenda tuwabembeleze na unakufa. Tunakutwika mbinguni sawa dawa kisa wanaipatia mtoto. Baada ya siku mbili akakufa. Akasema na amemalizika. Zambi ina uwezo wa kutosha kusurako pute na haukupakala pute. Bunga inaanguka kusura. Unapakala unashimuka kuna bidua ya mafuta. Mepute inaanguka. Sawa. Kama unabisha uliza Elimeleki atakuelezea. Elimeleki akakufa kwa sababu ya kutoka ndani ya nyumba ya mkate na kuenda kutafuta chakula cha mataifa, chakula cha watu wasiokuwa sawa, chakula cha watu wasiomjua Mungu, chakula cha watu wasiomheshimu Mungu, chakula cha watu wa kuabudu masanamu.
Naomi kwa kwenda haraka, Naomi akaambia wale mabinti wawili, akasema mrudie kwenu, mwende muolewe, mrudie kwenu bali mwende muolewe. Akafanya sabuna ya kulia, ndio kupenda, kalia na kulipa, kalia anafanya sabuna. Katiba tuende wapi? Kakanafanya sabuna. Kuna watu ambao wanafanya sabuna ya kukua kuchako na habibu kwacha, wanafanya sabuna ya kukua mkilio yako na habibu kuvi yako hata, wanafanya sabuna ya kupartashe tulele mwana wewe na habibu na isikia hata. Mwenye anapartasha kabulele na mtu ni Yesu, mwenye anasatira kalenye huko na satire ni Yesu. Hata mimi mume wako siwezi sikia kitu unajisikia, lakini Yesu ndani yako anasikia kama mbele yenye huko unasikia. Kama kuna rafiki wa kweli wa kujiunga nao, wa kumfanya rafiki wa karibu, ni mtu ambaye anaitwa Yesu. Ni Yesu Kristo ambaye unaitwa kumkamatilia vizuri, sababu anasema hata ndani ya kaburi mimi nitakuwa pamoja na wewe. Lakini mimi na wewe tukilunga kiapo tunasemaka mpaka kifo litafanya nini? Lakini Yesu ukiungana naye anasema hata ndani ya kaburi utakuwa huko unaosa, utakuwa pamoja na wewe, ili siku ya mwisho niweze kukurudisha hapa. Neno ya Bwana mwenye amekuambia hadharani aseme mpaka kifo, anaacha unakataa Yesu. Juu ya bibi mwenye amekuambia sema kifo kitanitengana na wewe, anaacha unakataa kuwa na kuya kuchisomo. Mtu ambaye amekuambia klema ya kwamba kifo ingekuja mimi na wewe tunasakulana na kabade tunakatupa msereke, juu ya ule mtu anaacha kujitenga na Yesu mwenye iko na uwezo wa kukupa uzima. Juu ya kazi inakutenga na Yesu, kazi inakutenga na Yesu yenye utakufuata. Zile mamilioni zenye umepata tutazipeleka kwa nguruwe na magombe, tutazisalana kama mwaso zenye ulitokeaka na uko unatafuta, zinakutenga na Yesu. Kanisa, vitoto vitokazao vinakuwa kisingizia kuya kuseminari. Ninyi vitakufa vinakuacha, wenye na wewe utakufa unaviacha, hautajua hata nilikomalaka mama haupeki tena kuseminari ya asubuhi, kijiji ya asubuhi. Basi vitoto unaona vitayarishaka tuende kwa masomo. Vitoto kesho vinaweza kukufundisha makamasi, tena unakuja ombea hapa. Leo watoto kama wanaanza sipie pasta masomo yao, kesho wale watoto Mungu anaweza maitrise inakuwa obshe yako ya kukuja mtasomo kila siku. Kuna gari gani? Yesu iko na ile uwezo. Anasema kisi watoto tu wamemtenga, acha niwabebe mapema, arudie tena mtasomo. Kanisa mnasikia vizuri? Na kuambia kuna mwimbaji mmoja walisema kwa nini watu wazuri wanaendaga ni shughuli na kupatia nafasi ya Mungu maisha. Mtu anakuwa msaada kwako, unasahau Mungu unamtia kwa mafikiri yako, na Mungu anakutosha tu kuonesha kitu unaweza ishi bila yeye. Ninaweza kuambia mke wangu hata nikuletee shashe nisikamatake nafasi ya Mungu roho yako. Hata nikuvalishe vizuri usinipake nafasi apare mimi unaweza ishi. Afa mimi niingie maisha yako ulikuwa kama unaishi na ndatoka kama utaendelea kuishi kama uko na Yesu. Ndio. Mkuwe naambia watoto wenu kweli, msikuwe na mafanya kama nyie jowe mnaachaka wanakuwa. Ambia watoto useme mimi naweza kufa,
mie ndio siatake mnakuwa hao. Mwenye anataka mnakuwa hao ni Yesu. Mie nikikufa kama Yesu hakufe, msipoteze matumaini. Mie nikitoka hata nikuwe paralise, hamtalalaka njala kama mko na Yesu. Amina. Kisha watoto wanakomala na wanajua kisa kukwao yetu haiko papa na mama. Nina Yesu. Akumbe mtu unaweza kosea papa na usikosee nani. Amina. Naomi akarudi akaenda kwao akatafuta separation na wale watu. Kitu cha kuiga katika maisha ya Naomi wa ile circumstance ya kwanza. Eke Naomi hakukuwa sawa sio mama wa leo ambao mtoto yako anaweza aoa fie ya watu kisha mtoto wako anakufa unaambia ule vile usiole wake. Asiole wake juu utamfanyaga nini? Naomi aliachia ile mlango akasema mabii ninajua mkikaliki mambesa bahali ya kukua masidifu mwene mfanye nini? Kuna mabele famili yenye mtoto wako anakufa mnagandamiza mwaliana usiole wake ukaolewa kundukundu toka. Wamama mliowapa, wazazi mliowapa mtoto yako akaenda aoa binti ya watu kisha mtoto wako anakufa, muachie porte de sortie. Mwambie kama utaweza bakia pale, kama hautaweza olewa. Hii ni jambo la kujifunza kwa mama Naomi. Aliwaambia mwende muolewe na sio kikaliki hivi majaribu itakuwa inabidi mwende muolewe. Jambo la pili la kuiga, mama Naomi alikuwa na muda ya kusikiliza. Alikuwa na muda ya kuachia mtu kufanya shua yake. So, alipo insiste mara ya pili Biblia inasema kwamba yeye Oripa akakuja akaruhusu akamwambia ole akambariki aende salama. Na mwenye alisema mimi nitakufia kwenye huko naye akamwacha aende. Eske maisha tuko na ile roho ya kuachia watu kufanya show. Wababa mlio hapa, eske Mungu na wakati ya kuachia wabibi yenu show yenu aliwapatia kama haiko ya kufanya sana. Wababa mlio hapa, eske Mungu na ile muda ya kuachia watoto wenu ile moma ya kufanya show ama huko diktateri ndani ya familia. Nimesema hakuna mwingine watapenda. Nimesema hautaenda iko nje, hautaenda. Nimesema wababa tulio hapa, wababa na mimi niko hapa, tunapenda sana ile authority haina maana. Kuoa mtoto wa watu hauyakuwa Mungu wa maisha yake. Pima kumwachia wakati ya kusikiliza naye kimya na pima kupenda kufanya. Kama hajina mzamu, muache akifanya. Mama Naomi wakuenda kamwacha aende. Tuangalie versi yake ya 14. Versi ya 14 tunaweka mkazo na tunamaliza somo. Nakumbuka vizuri kama tuangalie ile versi inasema. Umepata? Biblia inasema hivi. Kisha wakapaza sauti zao wakalia tena. Oripa akabusu mkwewe, lakini Ruta akaambatana naye. Mshimamo. Tuko tunaeleza juu ya mshimamo. Mshimamo halisi ya mtu aliyeona neema na akatazama akapata ile neema ya kujua ya kwamba mtu huyu ana neema. Hapo nitawauliza swali na kila mtu taijibu roho yako.
ikifanana kama tuliuliza jana, lakini inarudia tena ndani ya somo. Anasema Oripa mshua yake baada ya mara ya kwanza akakataa, mara ya pili akaokoka kwa mahubiri ya Naomi, akaenda na Ruth akabaki, akaambatana na mama mkwe wake Naomi. Wangapi wameolewesha? Wangapi wameolewesha? Wanabaliana. Wenye wiko na baliana, tuko wangapi? Wengine hawasube. Si wenye tuko na baliana hapa, tushushe mikono. Si wenye tuko na baliana. Kesho ya kwanza, eske mwaliana wako anaweza ukimwambia arudie kwao aende kwao, wanake kisha kufa, anaweza kusema ndaambatana na wewe ngizi unaishi naye? Hapo atasema oi, chini nitoka hapo. Unakuja tu na mwambie useme kwa yeye, si wanako amekufa mtoto wangu. Tuende kwanza kwa kufa. Kwa kufa ni Mungu kuiua. Iko kujitafuta hana shua. Kisha unamwambia wewe ndio mama Naomi, unakuja Ruta useme tahe wanako amekufa mtoto wangu, mimi nakuachia shua. Kama utapenda kurudia kwenu, kama utapenda wende uolewe, na kama basi tafadhali usibakie na mimi, usikwe tena mzigo kumii. Na mmoja anasema mama, kuolewa sitaolewa, na kurudia kwetu sitarudia kwetu. Wewe njoo, ninaenda na wewe. Nani mwenye bwana yake anaweza kumwambia? Tunamwita kwa telefoni sasa. Imeshuka hawata kufanya shule nini? Manake hawishi naye yeye mlisoma mikono muokoke, mtumie sababu na mafaini yake mkeuke. Unashuka hapa kwa magoti, unafanya mambo ambayo bandi. Mwana wako anakujua namna gani? Mwana wako anakujua namna gani? Mwana wako mkwe wako anakujua namna gani? Mama uliye hapa, baba uliye hapa, mkwe anakujua namna gani? Kama hatujafikia pale, maana yake tuko maadui maisha ya Mariamu na wako. Mungu anapoona roho inaandika, asema mama anakuja kukomshe ndio Mungu yote na bibi yako itashindikana. Mama Mungu amekuja. Na nani wewe president wa Mtahira? Mama Mungu anagonjwa na kipimo kinafika mkarani. Chuma Mungu amekuja kukoje.
Ndio Mungu Wakristo na siku za mwisho tunaishi maisha ya namna gani? Sasa na wengine kama ni balaa, kama ni bahati, baba mkwe, mama mkwe na mwaliana wote wiko mjesomo kimoja. Ndio baba mkwe ni mzee na mama mkwe kama ni mwashi, kama ni mzee kesho. Lakini baba mkwe anakuwa kama kumeza kali anakuwa nyuma katibu umejipanga hiyo. Kama baba kumeza unasikia mwaliana anatia mtoto kugonga, mimi naenda kwanza kwa Shona jua go pere ni diabolo. Mwache ba unyumba za watoto wenu na salama. Muwe na shuhuda zilizo nzuri mbele ya wale bariana na wako wenu. Muwe na shuhuda nzuri nao. Muwaombe, muwainise. Na wachue Mungu mulie naye kupitia matendo na masemi yenu mazuri. Amina. Hapana kusema sema mkiba tu. Nimeokoka, tunaenda mbinguni. Mbona Maria, sisi wako tunapeleka kwa makali kidogo. Kufanya mizaha na kuzima mkichwa yangu tusifulie kwa. Wale Maria Maria. Basi Maria na Mungu apatie roho ya kabla. Asipe vikwazo mwanadamu. Usifunze kuvuka ile vikwazo, usikatae kukula meza ya Bwana. Shuka mbele akalaiko haiko yake ni ya Bwana. Atuongeze imani. Tunaweza kukabali wa kuokoka aokoke. Sawa? Songa mbele. Tuliuliza jana swali moja. Nani ambaye watoto yake unawapatia opportunity ya kusema wewe nakupatia dini uende ishi Dubai, wewe nakupatia family uende ishi Kampala, wewe nakupatia family uende ishi Uganda ama Rwanda ama Burundi, uende kule kila mtu aende afanye maisha yake. Mtoto yako anasema baba mimi nabakia na wewe. Hapana juu ya furaha, juu ya Mungu mwenyewe uko naye. Utakamwambia Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Ashaona kiko na Mungu. Maana yake Ruta siku aliishi na Naomi, hata kama walikuwa katika mazingira mabaya ya watu wa idolata, wale mama waliishi pamoja. Hata kama Ruta anatoka mshamaya wa idolata wa kuabudu miungu, alipoona Mungu ya mama Naomi akasema Mungu wa huyu mama hafanane mwenye tunaombaka. Akumbe kama mimi napenda kuishi, Mungu wa huyu mama atakuwa Mungu wangu, nitaishi pia. Quel degré de la spiritualité! Viwango gani vya Ukristo? Mahali ambapo watu wanakutazama, mtu mwenye anataka kuwafumu, basi anafika kwenye wewe anakutanisha kiuko na Mungu mwenye iko odela ya mfumu. Anapoishi karibu yako, anasikia namna yako ya kusema, namna yako ya kuongea, anatambua ya kwamba uko na Mungu. Unaona ukijana ambaye ni mmoja wa vijana ambao Mungu amenipatia. Kitu ambacho kinanifurahisha si amwambia anaprofite kukisikia leo. Amekuwa na mke, amekuwa na watoto. Lakini akipata problemu ya kiroho anajua solution Pastor Yesu. Akumbe siku nimeishi naye amevumbula ya kwamba huyu mwenye nakamataka video zake ana Mungu mwenye iko na uwezo wa kuresolve hizo problemu. Akiona vitisho apele ni kwa. Nasema akumbe ukijana si
hatufanani sasa. Asikuwe na niita tena, akuwe na haja anifanye yeye peke. Amina. Kenye mimi namsifia, lakini kinanipa nguvu ya kuishi naye ni kwamba amejua ni nani. Na Mungu. Sio singizie tu. Nasikia na wewe unashindana nao. Wenye unashindana nao mkazi kama ni mvile, kama ni msongo ya Rwanda. Nasikia wanaona kama maisha. Karibia kwanza. Mkartie yako, basi wanachukua Mungu mwenye uko naye. Kartie wamechukua Mungu mwenye uko naye. Hawa wanasemaka wakaya urao. Era. Eso Kristo akanaso sabia kwe. Na wewe Kristo mtano wa mtahira tu mwenye unacha watu wanasema. Mungu tulio naye ajulikana. Na watu watakuwa na msimamo mbinguni kupitia maisha yetu. Watu wanapoona tunatembea na Mungu, wanasema akose Mungu yuko hai. Kama Mungu angekuwa hai, kumbe huyu haiko hivi. Watu wanakuangalia, wanakusikiliza, wanasema akose Mungu yuko hai. Msimamo yao inaanza kuwa pia. Kitu ya kuiga kuruta ni gani? Ni msimamo aliokuwa naye. Hata kama Belme anamruhusu aende, anambembeleza aende, Ruth anasema kubanduka kwako sitatoka, kwako nimeona neema, kwako nimeona nuru, kwako nimeona mambo ya uzima, sitakuacha. Oripa hakuwa na macho moja na Ruta. Ruta alikuwa na macho mengine na akabaki na msimamo. Hata kama walimwambia toke, akasema sitatoka, sababu kwako nikienda na wewe maisha yangu yanakuwa pia. Amen. Wakristo wa hiyo msimamo tuwatoshe wao leo ambao wanasema hatuwezi toka Butahira tuende Mhema, hatuwezi toka Butahira tuende kuzunguruke kwa ministeri, hatuwezi toka Butahira tuende tafuta wachawi wafu, siwezi toka ili niende tafuta ulimwengu wa giza, nitabaki Butahira. Wakristo wa vile tuwatoshe, Wakristo wa vile tuwatoshe wao. Wakati yangu naisha Wakristo wa vile tuwatoshe wao ambao wanaambatana na Mungu wa kanisa, ambao wanaambatana na Mungu wa Biblia, peu importe circonstance. Najiuliza, Ruta ulifika hapo nini? Uko nasikia Belme anasema kikule Mungu wake ndipo ameua bwana wako. Tena unasema Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Degree ya spirituality alikuwa nayo. Kwa na macho ya rohoni. Ruta alifungula akajua kama Mungu anaweza aua bwana wangu, akumbe Mungu anaweza nipatia tena bwana. Unajua mtu mwenye iko na uwezo ya kuua anaweza leta uzima. Kama Mungu ameua bwana wangu, akumbe tena anaweza nipatia mwingine. Huyu mwenye amekata roho za dunia, cho mwenye nifate tutakuwa naweza kudai. Ili ndio macho ya Ruta. Macho ya Ruta haiko kwa Mungu akusema pokea, tembeza watu na midogari. Ruta haiko kuna kutete. Ruta haiko kwa Mungu wa kuua mabwana, wa kuua mabope. Anaonesha upendo, anamfuata ule Mungu. Bana kwa Mungu utapokea, pokea, amen. Pokea, amen. Pokea tena, amen. Ruta haiko kuwile. Uliza jirani yako uko Oripa ama uko Ruta? Ile imani ndio Mungu anatoka asubuhi ya vile mshimamo katika machungu unabaki ndani ya mshimamo ya imani yako, katika machozi unabaki katika uaminifu na utakaso, katika ukosefu unabaki atekelewa tozi. Unasema Mungu sitakuacha hata kama umenipiga pigo kubwa, ninalia kwa machozi, lakini najua ya kwamba utakuja. Mungu anapenda watu walio na moyo kama haya. Ndio maana nimesifia leo.
baada ya mateso makubwa, baada ya machozi makubwa, Ayubu hakumkosea na Mungu akampatia furaha. Mungu wetu ajulikane. Mungu wako ajulikane ndani ya familia yako, ndani ya nyumba lako, ndani ya kati, ndani ya mgini ya mtendo. Mungu wako ajulikane. Unajua watu wote wanaweza geukia Mungu wako na wanasema Mungu wa mama Francine ndiye Mungu. Mungu wa pastor fulani ndiye Mungu. Mungu wa papa Kamala ndiye Mungu, kwa sababu wamemuona na wamemjua. Hii mshimamo ndio Mungu anaingojea kwetu. Usitoke katika mazingira ambayo ulimkuta. Kuna watu walimkuta Mungu ndani ya Sebeka, lakini leo wanaenda makanisa mengine. Usitokake mazingira yenye ulikutana kama na Mungu. Usitoshake kitu kenye ulipata na presence ya Mungu kisha unakitumikisha contrairement na volonté ya Mungu. Kama ndoa yako umeitosha kwa magoti, jua ya kwamba utailinda magoti. Kama watoto wako uliwapata maombi, jua ya kwamba utawatunza maombi. Kama umepata nyumba yako, parcela yako maombi, jua ya kwamba italindwa ndani ya maombi. Kama umepata uzima ndani ya Kristo, uzima wako unalindwa kwa Yesu. Amen. Mungu akubariki.